Yeah. Hilo ni tatizo pia. Ni tatizo. Kwa vinaweza vikawepo labda visababishi vingine vinavyoweza kupelekea uwepo wa changamoto ya afya ya akili? Visababishi vipo, japo mimi nitavitaja katika engo 3. Sawa. Yeah. Engo ya kwanza nitaongelea katika biological. Katika kibiolojia. Engo ya pili nitaongelea kisaikolojia. Engo ya 3 nitaongelea kimazingira. Sawa. Yeah. Tunapoongelea kibiolojia tunatazama urithi. Ulisi ambao kutoka kizazi mpaka kizazi. Yeah. Kwa hiyo unakuta babu alikuwa na mifumo fulani, lakini pia imekuja ile imeasili mpaka mwisho. Na pia tunapoongelea kibiolojia nitaongelea kwa masuala ya hormone imbalance. Yeah. Kwamba hormone imbalance inaweza kusababisha namna gani mtu anaweza akawa na changamoto za afya ya akili. Kuna kitu kinaitwa GABA, kuna kitu kinaitwa serotonin, kuna kitu kinaitwa neurotransmitter. Hivi vyote vinahusika katika masuala ya afya ya akili. Lakini nirudi kwenye urithi. Kuna baadhi ya magonjwa ambayo yanaweza kusababishwa kutokana na urithi, labda kama mama alikuwa na tabia fulani au alikuwa na mifumo fulani, inakuwa ni generation inaendelea kutembea kwa sababu ya changamoto hiyo. Huo ni mmoja wapo ya sababu ambao inaweza kusababisha mtu kuangukia kwenye tatizo la afya ya akili. Pia kwenye swala la kisaikolojia. Kisaikolojia. Hapa tutaongelea kuna kitu kinaitwa msongo wa mawazo uliopitiliza. Yeah. Mtu ameangukia kwenye masuala msongo wa mawazo uliopitiliza. Kwa hiyo unakuta huyu mtu anashindwa kufanya mambo ambayo jamii inamhitaji, anashindwa kujisimamia mwenyewe, anashindwa kujithamini mwenyewe. Mtu ambaye ana msongo mkubwa wa mawazo, tunaamini huyu mtu ubunifu unaweza ukawa mdogo. Hata kwenye swala la uchumi, kama anataka anzisha biashara, kwa sababu muda mwingi hawezi kufanya. Pia huyu mtu hata kama ni kazini kwake anaweza kawa na utoro. Ashindwe kwenda kazini na nakaa, au ni mahali pa kazi inawezekana kwenye kampuni kaajiliwa, hawezi kufanya kwa ubora. Kwa sababu tayari na msongo wa mawazo. Tunajua dalili mojawapo ya msongo wa mawazo inaweza kusababisha mtu kulala sana. Kwa hiyo unakuta anabidi kazini aripoti saa 2, amelala mpaka amefika saa 6, amefika saa 4. Kwa hiyo mwisho wa siku anakuta amechelewa, anasema leo siendi. Leo siendi kazini. Kwa hiyo tayari imezalisha utoro. Na pia kwenye ufanisi wa kazi unaweza ukapungua kwa swala la msongo wa mawazo. Kwa hiyo katika saikolojia tunaweza tukatazama katika hiyo engo. Kuna masuala ya anxiety, mtu inaweza kusababisha masuala ya anxiety. Anxiety tunadili na masuala ya wasiwasi. Ya mtu anakuwa na wasiwasi, mtu upo kazini anashindwa kutoa maamuzi. Labda kwamba nifanye kitu fulani, hapana. Mtu anajishukushuku kwamba nikifanya hivi nitakuwa nimekosea. Inatokea mahali pa kazi. Inatokea mtu mwenyewe labda katika jamii kwamba nikifanya kwa namna hii anashindwa kufanya kwa mfumo ambao unahitajika, sababu ya masuala ya kisaikolojia. Pia tunaweza tukatazama kuna swala la kupaniki. Mtu ana paniki ovyo ovyo, anashindwa kutengeneza control hisia zake. Ni masuala ya kisaikolojia. Na unakuja tena kwenye masuala ya emotional, hisia. Mtu anashindwa kudhibiti hisia yake, ana hasira, anakuwa na hasira, hawezi kuitengeneza kwamba ni mtu kwamba atazame labda kwamba kitu ni positive. No, mara nyingi anakuwa ni form of negative. Labda akaona watu wanasema na hisi, hawa watakuwa wananisema. Huyu mtu ni ngumu sana kwa creativity katika swala la uchumi. Huyu mtu ni ngumu sana katika kutengeneza plani za kuleta maendeleo ya kiuchumi katika jamii. Tukija kimazingira, nitafupisha kisababishi hizo. Kimazingira nitafupisha kidogo. Mtu tunapoongelea kimazingira, tunaweza tukaongelea katika swala la umaskini. Umaskini namna gani unaweza ukachangia mtu kuwa ana changamoto ya afya ya akili, au namna gani ya kudhibiti masuala ya afya ya akili. Mtu akiwa na hali duni ya maisha, kuna tabia kukata tamaa inamjia ndani yake kwamba mimi siwezi kufanya jambo lolote. Akiona kuanzisha kitu fulani, labda kwa masuala ya entrepreneurship, anasema mimi siwezi. Hafikiri kana kwamba nianzie wapi. Labda mwili nilionao, mikono nilionayo, kwa sababu nipo smart, nianzie kufanya kitu fulani ambacho kinaweza
kikanisaidia kupata mtaji ili kujikimu katika uchumi, hiyo kitu anakuwa hana. Ndio. Sawa kabisa. Ya, kwa namna hiyo. Kwa ufupi tu. Ndio. Haina shida. Sasa kwa nini afya ya akili inapaswa kupewa uzito sawa na afya ya mwili, hasa katika maendeleo ya taifa? Ya taifa. Mwanzoni nimeongelea kuhusiana na afya ya akili kwamba maendeleo pasipo afya ya akili hayawezi yakapatikana. Taifa lolote linalohitaji kuendelea ni lazima liwekeze katika afya ya akili. Taifa lolote linalotaka kujenga vijana wenye fikra bora, labda vijana ambao watakuja kuliongoza kwa ubora, iwe viwandani, iwe masuala labda ya sehemu yoyote ambayo inahusika kuongeza uchumi, kwenye masuala ya kilimo, kwenye masuala ya labda uchimbaji madini, inahitaji vijana wenye utimamu wa afya ya akili kwa ajili ya taifa. Hii itatusaidia katika kuongeza kipato. Au itasaidia katika kuongeza kipato au kuongeza ufanisi wa ufanyaji kazi. Sehemu zote ambazo zinahitajika katika utendaji kazi, tutaona utendaji kazi unakuwa smart kwa sababu watu wana utimamu wa afya ya akili. Tukiingia viwandani, ukiingia viwandani unakutana na vijana ambao hawana stress, hawana msongo wa mawazo. Ni vijana ambao tunaamini kwamba wanaweza wakatusaidia katika swala la ubunifu. Ni vijana ambao wanaweza kutusaidia kutuletea plan, kwa creativity, kwa sababu wana utimamu wa akili. Tutaona motisho. Tutaona motisho au nguvu kubwa ambao watakuwa wanaitumia katika kuendeleza uchumi wa taifa. Kama utakuwa hao na vijana au kutakuwa na utimamu wa hali hiyo ya juu, lazima tutatengenezeka, lazima taifa lenye uchumi litatengenezeka. Na pia hapa nikakumbuka ripoti 2016 ya WHO. Waliongelea kuhusiana na masuala ya afya ya akili au changamoto ambayo inaweza watu wakikosa utimamu katika katika utendaji bora wa kazi, wakiangukia kwenye depression na anxiety. Walielezea kwamba zaidi ya trilioni 1 ambayo ni dola huwa duniani kila mwaka tunapata upotevu wa hasara. Hiyo ni takwimu ya 2016. Kwa saa hizi ambako kumekuwa na wimbi kubwa la changamoto